kila kanisa na shauri liwe na viboksi vya kuwekea, ili washarika waweke maombi. Hebu andika mipango yako au mipango yako yote ulioandika kwa mwaka wa 2026, tumbukiza kwenye boksi hilo. Na boksi hilo, wapendwa watumishi wa Bwana, mliatamie kila wakati. Mwakisha mnaliombea boksi hilo, muombee maombi hayo, ili washarika hao kwa imani Mungu wa mbinguni awafanikishe katika mipango yao ya 2026. Usiogope kupanga mambo makubwa, mambo mazito. Mpendwa unayenisikiliza, usiogope, thubutu, weka mipango, lakini useme Mungu wa mbinguni, yeye ndiye atanifanikisha. Mwaka huu ondoa woga, ondoa hofu, usiogope. Mungu wa mbinguni atakufanikisha. Weka imani yako kwa Mungu, ya kwamba Mungu wa mbinguni yeye ndiye atakaye nifanikisha. Hilo tunaona siri ya Nehemia ya mafanikio. Alijua siri ya mafanikio yuko Mungu. Siri ya mafanikio yako sio uchawi, sio ushirikina, sio elimu hiyo, sio cheo, sio hivyo, sio umaarufu wako. Una umaarufu gani wewe ndugu yangu? Mungu wa mbinguni tu ndiye mwenye umaarifa, mwenye umaarufu wote. Huyo atakufanikisha. Usijisifu kwa akili zako, usijisifu kwa hekima unayofikiria kwako ya kibinadamu. Jisifu kwa uwezo wa Mungu na hekima ya Mungu, na kwamba Mungu atakuwezesha. Na unaposoma Nehemia 2:8, mkono wa Mungu ulivyokuwa juu yake, Nehemia anakiri kabisa kwamba haya yote nimeyafanikisha kwa sababu mkono wa Mungu ulikuwa juu yangu. Na anasema mkono wa Mungu utakuwa juu yangu. 2026, tamani mkono wa Bwana usiondoke kwako. Wapendwa, mara nyingi sana tunapozungumza juu ya baraka, tunataka kusema nini? Tunapozungumza juu ya baraka na kubarikiwa, nataka kusema kwamba mkono wa Mungu uwe juu yako. 2026, mkono wa Mungu uwe juu yako. Ndivyo Nehemia alivyotembea katika action plan, alivyotembea katika mpango wake, na alivyotembea katika mpango mkakati, katika strategic plan. Aliamini kabisa kwamba mkono wa Mungu uko juu yake. Mkono wa Mungu uliokuwa juu ya Nehemia ulimaanisha angalau mambo 5 kwake Nehemia. Jambo la kwanza, alimtegemea sana Mungu katika kukamilisha jukumu hilo. Sura ya 1 na sura ya 2, unaona alivyoomba, alivyokuwa na maombi ya kufunga, alivyokuwa na mkesha wa maombi, na alivyomtazama Mungu siku zote, hata wanapojibizana na mfalme, alivyosema kwa uthabiti kabisa. Jambo la pili, Mungu alikuwa kiongozi wake. Mstari wa 12, Mungu alikuwa kiongozi wake. 2026, Mungu awe kiongozi wako katika kila jambo. Unapoamka mshirikishe, mwambie Mungu, hapa unasemaje? Niongoze hili. Unapolala mshirikishe. Unapotembea barabarani mshirikishe. Kila ufanyalo, kwa neno ama kwa tendo, fanya yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ukimshukuru yeye katika kila jambo. Jambo la 3, Mungu alikuwa anampa kibali pamoja na msaada. Mstari wa 18, unaweza kulinganisha Waebrania 4:16. Mwaka 2026 Mungu atakupa kibali, halafu Mungu akupe msaada. Mungu akikupa kibali, mpendwa, kila kitu kitaenda vizuri. Tamani sana 2026 kupata kibali kutoka kwa Mungu. Tamani sana 2026 upate kibali, upate kibali kutoka kwa Mungu. Kibali mbele za Mungu, kibali kwa watu, kibali popote utakapokwenda. Uwe na kibali mbele za Mungu. Lakini 2026 msaada wako uwe ni kwa Mungu, utoke kwa Mungu. Mungu peke yake ndiyo akusaidie, kama neno linavyosema katika Isaya 41 mstari wa 10 kwamba usiogope,
mimi ni Mungu wako, usifadhaike, niko pamoja nawe, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu, naam, nitakusaidia. 2026, shikwa na mkono wa Mungu wenye nguvu ili akusaidie. Msaada wa kweli si kwa mtu. Msaada wa kweli 2026, wapendwa, ni kwa Mungu tu. Mungu ndio anayetoa msaada. Watu wengi macho yao huwa wanaangalia watu wawasaidie. Unapoteza muda tu, huyo mbona atakufa kesho tu. Msaada uwe ni kwa Mungu. Watu wengi wanatamani misaada yao wapate kutoka kwa waganga au kwa wachawi. Mchawi atakusaidia, lakini kesho mchawi huyo atakufa. Atakufa mchawi huyo, ataondoka tu, ataondoka huyo mganga wa kienyeji unayemtegemea. Jambo lingine ambalo tunaona Nehemia ilikuwa kama siri ya kutaka kupata msaada kutoka kwa Mungu. Mungu alikuwa pamoja naye akimwezesha kufanikiwa katika kazi ya Mungu. Mstari ule wa 20 linganisha na Luka 24 mstari wa 50. Wapendwa, hakikisha kwamba 2026 unakwenda na uso wa Mungu. 2026 wewe uwe ndani ya Yesu na Yesu awe ndani yako. 2026 hakikisha kwamba wewe unakuwa ndani ya Yesu, halafu na Yesu anakuwa ndani mwako. Utafanikiwa sana. Mshirikishe, atakufanikisha. Nenda na uso wake, tembea naye, kubali kubebwa naye, atakufikisha. Jambo lingine ni ukisoma hiyo Nehemia 4:14 na mstari wa 20, alijisikia kutiwa ujasiri kwa upya pamoja na imani katika Mungu. 2026 jisikie kutiwa ujasiri kwa upya na Mungu. Mungu akutie ujasiri katika hayo yote. Nisema usiogope watu, usiogope chochote kile. Mungu akupe ujasiri, akupe ujasiri, akupe ujasiri kwa kazi yake, akupe ujasiri pamoja na imani katika Mungu mwenyewe. Nehemia 2:20, nimesema maneno ambayo Nehemia alitembea nayo kwa kila hatua aliyokuwa anafikia ni haya. Nehemia 2:20, Mungu wa mbinguni yeye ndiye atakaye nifanikisha. Mungu wa mbinguni yeye ndiye atakaye nifanikisha. Kila unapoamka jichovi kwenye damu ya mwana kondoo Yesu Kristo, halafu tamka maneno hayo kwa ujasiri: Mungu wa mbinguni atanifanikisha katika mambo yote yanayohusiana na kazi ya Mungu, kujenga ufalme wa Mungu. Nehemia alianza kwa maombi. Mungu akamsikia na kumpa maelekezo. Wapendwa, yawezekana kazi nyingi tunazozifanya hatuna maelekezo sahihi kutoka kwa Mungu. Hatupati maelekezo. Ukiomba mpendwa, uwe na muda wa utulivu ili kumsikiliza Mungu anasema nini, nawe anakupa maelekezo yepi kwa majukumu yaliyoko mbele yako. Hebu tupate maelekezo kutoka kwa Mungu ili tutende kwa kadri ya maelekezo ya Mungu yanavyotudai. Kwa hiyo alikuwa na uhakika wote ya kwamba Mungu yuko pamoja naye. Nawe mwenzangu wapendwa, na kualika kwamba 2026 uwe na uhakika, uwe na uhakika ya kwamba Mungu yuko pamoja nawe na yeye ndiye atakaye kufanikisha. Na kazi hii amini ya kwamba ataifanya Mungu mwenyewe, na yeye ndiye atakaye ifanikisha hiyo kazi njema iliyoko mbele yako, hilo wazo jema, hiyo mipango yako ya mwaka wa 2026. Mkabidhi Mungu njia zako zote, mkabidhi Mungu maisha hayo, mkabidhi Mungu changamoto ulizo nazo, naye atafanya. Katika kazi yoyote ile ya Mungu, Mungu wetu anapenda washarika wake wawe watenda kazi pamoja naye. Narudia tena, katika kazi yoyote ile ya Mungu, Mungu wetu anapenda washarika
wake wawe watendakazi pamoja na Mungu. Usifanye peke yako, kwa sababu anayekamilisha kazi hiyo ni Mungu. Kwa hiyo mwalike Mungu, kama Wafilipi 2:12, Wafilipi 2:13 anavyosema Paulo.